Angalia namna ambavyo Jean Charles Ahoua amefanya balaa kwenye huo mpira wa kutenga, na ndio maana namwambia kwamba Jean Charles ni specialist mzuri sana kwenye mpira wa kutenga. Angalia namna ambavyo ameweza kucheza huo mpira kwa ustadi na ubora wa hali ya juu sana. Sio kila mchezaji anaweza kufanya kitu kama hiki, unajua wapo wachezaji wengi kwenye kikosi cha Simba, wapo wachezaji wengi hata pale Young Africans, lakini hakuna mchezaji ambaye amekuwa na muendelezo mzuri ama amekuwa na ubora wa kucheza vizuri mipira ya kutenga kama Jean Charles. Amejitahidi sana kufanya kazi yake nzuri kwenye klabu ya Simba. Kwa bahati mbaya ni kwamba pia hata watu ambao wanamwangalia na kumanalyze hawamheshimu au hawampi ile heshima ambayo anastahili kupewa, lakini ni moja kati ya wachezaji wa kuchungwa sana. Nilikuwa naongea na mchezaji mmoja kutoka Stellenbosch, anaitwa Lesiba Nku. Ni mmoja wachezaji ambao ni of course nilianza kuwasiliana zamani tangu kipindi kile yuko Marumo Gallants, akatoka pale akaenda Mamelodi Sundowns na akaja kusajiliwa na hawa Stellenbosch. Ni miongoni mwa wachezaji ambao of course ni washikaji wangu. Nilikuwa naongea naye ananiambia moja kati ya mchezaji ambaye walikuwa wameandaa mpango maalum wa namna ya kumdhibiti ni pamoja na Jean Charles Ahoua, lakini walikuwa hawamjui pia Elie Mpanzu. Yaani Jean Charles Ahoua alikuwa anamuogopa kwa sababu ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri wa kuendana na matukio uwanjani. Yaani vile ambavyo anacheza, anavyocheza mipira ya kutenga, stability yake ni moja ya vitu ambavyo walikuwa wanavifahamu kutoka kwake, na ndio maana kwenye hii mechi walikuja kwa tahadhari kubwa sana. Unajua watu na wengi wanajiuliza kwa nini Jean Charles alikuwa hachezi sana, haonekani sana kwenye matukio makubwa. Ni kwa sababu namna mpango ambao walikuja nao Stellenbosch ulikuwa ni mpango wa kuhakikisha kwamba wanawakabili vizuri Simba wasiweze kuja kuwa na madhara, lakini kwa najua kabisa kwamba mchezaji mwenye madhara makubwa kwenye hii mechi ni Jean Charles Ahoua. Kwa hiyo ili waweze kumzuia, ili waweze kupunguza makali ya Simba, ni kuhakikisha kwamba Jean Charles Ahoua hapate uhuru wa kucheza mpira, na ndio kitu ambacho walikuja kukifanya. Na walikifanya, walifanikiwa kwa sababu hata kwa dakika zote 90 ukiachilia bao na tukio kama hili ambalo walifunga, hakuna kitu kingine ambacho Jean Charles Ahoua alikifanya ambacho kiliwavutia sana labda mashabiki wa Simba. Mipira yake mingi ilikuwa inapotea kwa sababu Stellenbosch walikuwa wamejipanga kumkaba sana, kuhakikisha kwamba hawampi space ya yeye kwenda kufanya kitu ambacho kinaweza kwenda kuathiri kwa namna moja ama nyingine. Of course na walifanikiwa sana kwa kiwango kikubwa, lakini bado Jean Charles alifanikiwa kufunga bao, na nashangaa sijui kwa nini mashabiki bado wanamsema Jean Charles wakati ndo mchezaji ambaye alikuwa na takwimu bora pia hata kwenye ule mchezo. Alitengeneza nafasi nyingi. Yaani ukimuondoa Elie Mpanzu ambaye alitengeneza nafasi zaidi ya 10, lakini mtu ambaye kwa anafuata ni Jean Charles, na alitengeneza nafasi nyingi sana, na pia kwenye nafasi ambazo ametengeneza amefunga pia bao. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye amekuwa na wakati mzuri sana kwenye klabu ya Simba. So I believe that kwa uwezo ambao ameonyesha, na hata kwenye mchezo wa pili ataweza kwenda kuonesha uwezo ule. Lakini pia kingine ni kwamba nimetazama pia wakati ule anafanya mabadiliko, kumbe sabu zilikuwa zimeisha. Yaani maana yake wachezaji walishafanya mabadiliko wa wachezaji wote, na ndio maana pamoja na kwamba alipata injury, lakini mwalimu bado aliendelea kumrudisha uwanjani aendelee kucheza ili aone kama atakuja kumuofa kitu gani. Lakini kwa performance wise ambao alionyesha ilikuwa ni performance bora sana. Watu ambao wanasema Jean Charles hakuwa na uwezo mzuri, basi hao ni watu ambao hawajui mpira, kwa sababu wote tuliona kile ambacho alikifanya Jean Charles Ahoua. Alifanya kazi nzuri sana uwanjani. Ndio mchezaji ambaye alikuwa na madhara zaidi kwa upande wa Simba kuja kwenye kikosi cha Stellenbosch pamoja na Elie Mpanzu. So mtu anavyosema kwamba hajafanya vizuri, mimi binafsi yangu namshangaa. Sasa hivi changamoto kwa Simba ni kwenye mchezo unaofuata, na mchezo unaofuata enda kucheza pale South Africa kwa Madiba. Ni mechi ngumu sana, ni mechi ambayo Simba wanapaswa kwenda kwa tahadhari, kwa sababu kwa namna ambavyo Stellenbosch wanaonekana, yani wanaonekana kabisa kwamba wana uwezo wa kureact muda wowote, yani anytime wana uwezo wa kupata bao. So Simba wanapaswa kwenda pale na kucheza kwa tahadhari kubwa sana. Kama hata chenda pale kucheza kwa tahadhari kubwa, wanaweza wakajikuta wanapoteza mchezo, na wakipoteza mchezo kwa zaidi ya bao moja, manake Simba anaondolewa kwenye mashindano. Kwa hiyo Simba, moja ya vitu ambavyo wanapaswa kuvifanya ni kuhakikisha kwamba wanafika South Africa walau wapate bao la mapema la kuongoza. Wakipata bao la kuongoza, manake hata kama watafungwa 2-1, manake wakiwa na leo aggregate itakuwa ni 2-2. Ikiwa 2-2 Simba amefuzu, kwa sababu Simba ana bao la ugenini ambalo amelipata kule. Lakini kama itatokea Simba hatafanikiwa kupata bao, basi hakikisha kwamba hawafungwi bao zaidi ya moja, kwa sababu ikiwa tena 1-1 itaenda kwenye mikwaju ya penalty. Apart from that, Simba ataondolewa kwenye mashindano na shughuli itakuwa imeishia pale.